saa 9. Jina langu Brian Kipngeno. Msikilizaji, siku ya leo imekuwa sherehe za kuadhimisha miaka 76 tangia kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika jijini Nairobi, sikihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa na mabalozi. Katika hotuba ya balozi wa China nchini Kenya, Bwana Zhou Bingqian Haiyan alisifu uhusiano wa muda mrefu kati ya taifa la Kenya na taifa la Uchina, akisema nchi hizo mbili zimejenga ushirikiano wa kiuchumi, kiteknolojia na kijamii ulio na manufaa kwa wananchi. Aliongeza kuwa miradi mikubwa ya miundo mbinu kama reli ya kisasa SGR na barabara kuu zimekuwa kielelezo cha urafiki huo. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alisisitiza umuhimu wa biashara huru barani Afrika kupitia eneo huru la biashara la Afrika AfCFTA, akisema utekelezaji wake utachochea uwekezaji na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana. Mudavadi pia alitoa wito kwa nchi za Kiafrika kuimarisha mshikamano ili kuimarisha sauti ya bara hili katika masoko ya kimataifa. Sherehe hizo zilihitimishwa kwa tamasha la kitamaduni lililowakutanisha wageni kutoka mataifa mbalimbali, ishara ya ushirikiano na urafiki wa kimataifa. Kongamano la Western Indian Ocean Marine Science Association WIOMSA limeanza rasmi nchini Mombasa, ikiwakutanisha zaidi ya washiriki 1000 kutoka mataifa 41 yanayopakana na Bahari Hindi. Kongamano hilo limeletea pamoja watafiti, wanaharakati wa mazingira, viongozi wa serikali na wadau wa sekta ya uvuvi kwa lengo la kubadilisha maarifa na mbinu za kuendeleza utunzaji wa rasilimali za barani na pwani. Katika mijadala ya awali, washiriki wametoa wito kwa jamii na wavuvi kusaidiwa, wakisema kwamba licha ya mchango wao mkubwa katika uchumi wa usalama wa chakula, mara nyingi hukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mitaji, miundombinu duni na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, jamii imehimizwa kuwa mstari mbele katika kulinda mazingira ya baharini, ikiwemo kupunguza uchafu wa plastiki, kuhifadhi mikoko na korali na kushiriki kikamilifu na mipango ya serikali ya mashirika ya kimataifa kuhusu hifadhi wa bahari. Zoezi la usajili wa wapiga kura linaloendeshwa na Tume Huru ya Uchaguzi wa Mipaka IEBC linaendelea katika maeneo mbalimbali nchini, huku changamoto kadhaa zikishuhudiwa. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ndogo ya vijana imejitokeza kujisajili, hali ambayo imezua wasiwasi kuhusu ushiriki wao katika uchaguzi ujao. Viongozi wa kisiasa na mashirika ya kijamii wameendelea kuwarai vijana kwa mstari wa mbele katika mchakato wa kidemokrasia, wakisisitiza kwamba kura yao ndio silaha ya kuamua mustakabali wa taifa. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wamelalamika umbali wa ofisi za IEBC, wakidai ni kikwazo kinachofanya wengi kushindwa kufika kujisajili. Wameitaka tume hiyo kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia vituo vya muda ili kuhakikisha ushiriki wa wananchi wote unarahisishiwa. IEBC imetoa wito kwa Wakenya kuchukua jukumu lao la kikatiba kwa kusijili, ikisisitiza kwa mchakato huo ni hatua muhimu kuelekeza uchaguzi wa kidemokrasia wa mwaka wa 2027. Ripoti mpya inaonyesha kuwa mtandao wa WhatsApp unaongoza kwa visa vya dhuluma za kijinsia dhidi ya wanawake, hasa nchini Kenya na Nigeria. Tafiti zilizochapishwa katika kongamano la watafiti wa dhuluma za kijinsia iliyofanyika jijini Nairobi zimebainisha kuwa idadi kubwa ya wanawake wanakumbana na matusi, vitisho, udhalilishaji, usambazaji wa taarifa au picha za siri kupitia majukwaa ya kidijitali, huku WhatsApp ikitajwa kuwa chombo kikuu kinachotumika. Watafiti wameeleza kuwa hali hii limeathiri sio tu heshima na afya ya kisaikolojia waathiriwa, bali pia ushirika wao katika uongozi, siasa na shughuli za kijamii, kwani wengi wao huamua kujiondoa mitandaoni kutokana na hofu ya kudhalilishwa. Washirika wa kongamano hilo wameitaka serikali na mashirika ya kijamii na kampuni za teknolojia kuweka mikakati thabiti ya kupambana na dhuluma za mitandaoni, ikiwemo sheria kali, usaidizi wa kisheria na kisaikolojia kwa waathiriwa, pamoja na kampeni ya elimu ya umma.
Na msikilizaji, katika taarifa za kimataifa ni kuwa taifa la Marekani likiongozwa na waziri wa usalama wa nje ya nchi ya taifa hilo Peter Hegseth ameweza kuliagiza wakuu wote wa vikosi vya kijeshi Marekani kuweza kufika katika mji wa Virginia ili kuweza kufanya mazungumzo ya hadhara. Mkutano huo kwa mara ya kwanza itakuwa ikitarajiwa kuweza kulizungumzia chanzo cha vikosi vya kijeshi wa Marekani wanaoondoka madarakani kwa njia unaofaa, wale wote ambao wanaifanya kazi na wale wote ambao wanajihusishwa na rushwa, pamoja na kuweza kupanga mikakati mapya jinsi ya kuendeleza vikosi vya kijeshi ya Marekani kwa njia unaofaa kwa kufuata sheria ya kisasa. Katika taarifa hizo msikilizaji, nimeweza kufika kikomo na naenda kukunja jamvi nikikuletea muktasari la dawati la wingu saa 9. Jina langu Brian Kipngeno.